Kwa kama kuna vita vimeibuka ukiwa umepata imani baada ya kuokoka, wewe unahakika kwamba hivyo vita sio wewe unaopigana, ni Mungu ndo atakiwa apigane. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatakiwa alinde hiyo imani iliyoko ndani yako. Jifunze kumpa Mungu nafasi kwenye eneo ambalo anahitajika akae yeye, kwa sababu unaweza ukaona vita vinainuka dhidi yako, ukapigana wewe katika hali ya mwili, ukajikuta umeanguka. Kwa nini? Kwa sababu hiyo vita si ya kwako, ni ya Mungu. Basi tusome Wakorintho wa pili sura ile ya 10 mstari wa 3, nasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ingawa tunaenenda katika mwili, lakini vita vyetu si kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo vita vya rohoni vinapiganwa na roho wa Mungu. Yaani Mungu mwenyewe ndo anapigana vita hivi. Ingawa tunaenenda katika mwili, lakini vita vyetu si kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu tupo katika mwili lakini tunaishi katika roho tayari. Ndio maana kuna Roho Mtakatifu ambaye tunamtii na kumheshimu siku zote. Tunamwendea huyo, maana ndiko tunapata nguvu za kupigana vita. Katika huyo Roho tunawezeshwa kupata maarifa ya kupigana vita katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma mstari wa 4 wa Korintho hiyo 10 mstari wa 4, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Maana yake ngome, falme. Zina uweza katika Mungu hata kuangusha ngome, falme za giza. Bwana Yesu asifiwe. Zina uweza katika nani? Mungu. Maana yake kwamba Mungu ndo anakuwezesha wewe. Mungu ndo anawezesha imani iliyo ndani kupigana vita. Manake imani iliyo ndani ili ipate nguvu ya kupigana vita inawezeshwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo vita ikija kwako, si jukumu la kujiangalia wewe, ni jukumu la kwenda kwa Mungu. Una jukumu la kwenda kwa Mungu kumwambia Mungu, kuna vita imeinuka hapa. Kuna vita imeinuka hapa. Baba, ninaomba pigana upande wangu. Ninaomba simama na mimi. Niongoze akili, moyoni mwangu, fikra, kila kitu ambacho Mungu unaona kinaweza kikanisababisha kuteleza, kwa sababu Mungu ni mshindi hata kabla ya kuanza vita. Kwa hiyo jichunge sana, usije ukakosea wewe, ukaanza kulaumu kwamba Mungu haja